Vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye anafahamika kwa jina la Godfrey Malto Mwanyika. Huyu ana miaka 29, ni mkazi wa Chimala kule Mbeya, ambaye anajihusisha na wizi wa pikipiki, akiwa na pikipiki mbili alikamatwa nazo. Moja inafahamika kwa MC 343 EYC aina ya Kiway rangi nyeusi, na pikipiki ya pili ni MC 706 FCL aina ya Absolute na yenyewe ikiwa na rangi nyeusi, ambapo pikipiki hizi alizipora maeneo ya Njombe mjini, na mtumiwa atafikishwa mahakamani mara upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika. Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya shule, na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva waliokamatwa ni 5151. Walioandikishwa faini ni wote 5151. Lakini kwa upande wa mafanikio mahakamani, katika kipindi cha mwezi Novemba 2025, jeshi la polisi limefanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa wawili mahakamani baada ya kupatikana na hatia na vifungo mbalimbali. Tarehe 20 mwezi wa 11 2025, mahakama ya wilaya ya Mdewa ilimhukumu mtu ambaye alifahamika kwa jina la Vinod Lucas Ndondole kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Kwa mtakumbuka, tarehe za nyuma tulimkamata mtu ambaye alikuwa na meno ya tembo huko maeneo ya Waking'ombe, na mwisho wa shauri hili mtuhumiwa huyo amepatikana na hatia na kufungwa hiyo miaka 20. Lakini tarehe 14 mwezi wa 11 2025, mahakama ya wilaya ya Makete ilimhukumu Edward Evaristo Mwakiliyeye kifungo cha miaka 30 kwa kosa la kulawiti. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 21895 ya mwaka 2025. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea sikukuu za mwisho wa mwaka, kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu na badala yake washerekee sherehe hizi za Krismasi pamoja na mwaka mpya kwa amani na utulivu, na atakayebainika kutenda uhalifu katika kipindi hiki cha sikukuu, sisi kama jeshi la polisi hatutosita kuchukulia hatua stahiki za kisheria.